Mnamo tarehe 29 Januari ya mwaka 2026, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilitangaza kwa njia ya kudhibiti vyama vyote vya kisiasa nchini humo, ikivunja mfumo wa vyama uliojengwa tangu kuanzishwa kwa demokrasia ya vyama vingi nchini humo. Hii ni hatua kubwa na yenye athari kubwa kwa siasa, demokrasia na haki za kiraia nchini Burkina Faso. Na je, zipi ni sababu zilizopelekea kufutwa kwa vyama vya kisiasa nchini humo? Kwanza ni kutoka kwa serikali. Vyama vya kisiasa vilikuwa vimesababisha mgawanyiko wa kijamii na madhaifu wa mashirikiano ya kitaifa, hivyo kusitishwa umoja wa nchi. Kulitishia umoja wa nchi. Vyama vingi vilikuwa vimeenezwa sana, zaidi ya vyama 100 vilivyosajiliwa kabla ya mapinduzi ya mwaka 2022, na serikali iliona hii kama chanzo cha mabishano na tofauti kubwa za kisiasa. Kabla ya kufutwa kabisa vyama vya kisiasa, tayari vilikuwa vimepigwa marufuku kushiriki katika mikutano ya umma tangu jeshi lilipochukua mamlaka katika mapinduzi ya Septemba 22. Na je, nini kimetokea kisheria? Mfumo wa kisheria unaendeleza na kudhibiti vyama vya kisiasa. Sheria kuhusu ufadhili wa vyama, hali ya wapinzani wa kisiasa na taratibu za kushiriki kisiasa zilitangazwa kufutwa. Mali na rasilimali zote za vyama vya kisiasa zilitangazwa kuuzwa na kuhamishiwa chini ya utawala wa serikali. Hii ina maana kwamba sasa hakuna chama cha kisiasa kinachofanya kazi chini ya Burkina Faso, sehemu ya mageuzi ya kisiasa chini ya serikali ya kijeshi. Na je, ni vipi kwa upande wa kihistoria na demokrasia ya nchini humo? Kwa miongo kadhaa Burkina Faso ilikuwa na demokrasia ya vyama vingi. Katika uchaguzi wa mwaka 2020, vyama vya kisiasa 15 vilikuwa na viti bungeni na vyama zaidi ya 100 vilikuwa vimesajiliwa. Hii ilijenga matumaini ya kushiriki kwa wananchi na uzingatiaji wa utofauti wa maoni katika utawala wa nchi. Hata hivyo, serikali ya kijeshi ilisema mfumo huu haukufanya kazi sawa na kuleta mgawanyiko wa kijamii. Na tuangazie sasa kwenye upande wa athari kwa demokrasia na haki za kiraia. Hatua hii ina athari kubwa, zikiwemo kuimarisha mamlaka ya jeshi juu ya siasa za nchi badala ya uchaguzi huru na mashindano ya vyama, ubaguzi wa sauti ya wananchi kama wapiga kura na wanaharakati wa kisiasa, kwani sasa hakuna vyama vya siasa vinavyoweza kuwakilisha mawazo yao rasmi. Wasiwasi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu kupungua kwa nafasi ya uhuru wa kiraia na siasa. Hii ni sehemu ya mwelekeo mpana wa nchi kadhaa za Afrika ya Magharibi zilizo chini ya uongozi wa kijeshi, ambapo vyama vya kisiasa au taasisi za kidemokrasia hupungua na kufutwa kabisa. Kwa kuhitimisha, niseme kuwa uamuzi wa Burkina Faso wa kufuta vyama vya kisiasa ni moja ya mabadiliko makubwa ya kisiasa katika historia ya hivi karibuni. Hatua hii inaonyesha mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo wa vyama vingi kuelekea utawala wa kijeshi wenye nguvu kubwa. Wakati serikali inasisitiza kuwa hii italeta mshikamano wa kitaifa, wengi wanahofia kwamba hii inaashiria kudhorota kwa demokrasia, uhuru wa kiraia na nafasi ya wananchi kushiriki kisiasa kwa uhuru.